الحمد لله الذي كتب الفناء على جميع وكتب البقاء على ذاته، ولو كان هناك بقاء لأحد لكان الأولى بالخلود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صفة ذاك الله سبحانه وتعالى الذي كتب الفناء على جميع. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ulazima kwamba kila kiumbe lazima kitafariki. Kataba alfanaa ala jami' wa kataba albaqaa ala dhati. Na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala akaweka ulazima ya kwamba yeye peke yake ndiye atakayesalia. Na kama kungelikuwa wakusalia wakubaki milele katika viumbe, asingelikuwa mwingineo isipokuwa Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtume ndiye kafariki, bimaana hakuna atakayesalia, hakuna atakayebaki milele. Wa usalli wa usallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na rehma na amani na ziomba zimfikie nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, ndugu zangu Waislamu, sije ambayo tutakayoongelea kwa siku ya leo, mada ambayo tutaizungumzia kwa siku ya leo, tutaongelea kuhusiana na ahkamul janaiz. Leo itakuwa ni kuelezea sheria ya jeneza, yani bimaana mambo yote ambayo inahusiana na mtu kuanzia pale ambapo anapokuwa eko muhtadhar, anapokuwa kwenye sakaratul maut, kuna sheria gani kwa muda huo kwake yeye na kwa ndugu zake, inabidi wamfanyie nini yule ambaye anatafuta kufariki. Na baada ya kufa kuna sheria gani ya kumfanyia maiti, kuna nini ambayo inabidi tumfanyie maiti, namna ya kukoshwa, kuvikwa sanda, kuzikwa, na baada ya kuzikwa kufanya ziara kwa ndugu wa marehemu. Kuna sheria gani? Uislamu unatuambia nini kuhusiana na hayo? Na vile vile huyu baada ya kufariki, huyu maiti baada ya kufariki, ni mambo gani ambayo wale waliokuwa wazima waweze wakamfanyia ikamnufaisha yeye ambaye aliyefariki? Hizi zote ndo ahkamu ambazo tunatafuta kuizungumzia, ahkamul janaiz. Lakini tukisema tugusie kila pointi in details, tukisema tuzungumzie kila pointi kwa urefu, ni kwamba hutuba itakuwa ni mrefu sana. Kwa hiyo tutakachokifanya, tutagusa yale ambayo yatakayobaki insha Allah, tutayazungumzia kwa muda mwingine, au tutaizungumzia kwa muda ambao hautakuwa muda wa hutuba insha Allah. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kuweza kuzungumzia hii sije kwa leo. Amin ya rabbal alamin. Nikianza, nitaanza kwanza na mukaddima, nitaanza kwanza na introduction. Hii ndo nitaanzia nayo, kisha sasa ndo nitaingia kwenda kuelezea ahkamul janaiz insha Allah. Kwanza, jambo la kwanza ambalo inabidi tuijue, ewe ndugu yangu mtazamaji, jambo la kwanza ni kwamba al-mautu haqqun. Kifo ni haki. Kifo ni haki, na hakuna yoyote yule ambaye anaweza kakiavoid. Kifo ni haki, ni haqiqatun hatmiyya, ndio hakika ambayo ni hakika ambayo ndio verite ambayo kila mmoja lazima aifikie. Kila mmoja lazima aifikie hii hakika. Ni amrun waqi'un la muhalata, ni jambo ambalo, kifo ni jambo ambalo lazima litafika, wala hakuna namna ya kuevite kifo, hakuna namna ya kuavoid kifo. Unaweza ukakwepa jahannam, lakini hauwezi kukwepa kifo. Yani unaweza ukakikwepa jahannam kwa kufanya matendo ambayo Mungu anakuamrisha,
ukaikwepa jahannam, usiingie kwenye jahannam, lakini hutaweza kukwepa kifo. Kifo ukitaka usitake lazima utafariki. Kwa hiyo kifo ni amrun waqi'un la muhalata, ni jambo ambalo lazima litatokea, wala yani hakuna namna kuliavoid. Kwa hiyo almautu haqqun, kifo ni haki, ni verite ambayo kila mmoja lazima ataifikia. Kifo ni haki ambayo au ni verite ambayo huwa inamtoa mtu min hayatin ila hayatin ukhra, huwa inamtoa mtu katika maisha fulani, yani maisha ambayo tuko nayo katika dunia, na inakupeleka kwenye maisha mengineo, katika maisha barzakh na maisha mazima ya akhira. Hii ndio kifo, ni haki. Almautu haqqun. Na ndio maana unakuta hata kwenye Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Qaf anazungumzia, anasema wajaat sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid. Sakaratul maut, ulevi ule wa kifo utakuja kwa haki, yani kifo kitakufikia wewe kwa haki. Dhalika ma kunta minhu tahid, na hii ndio jambo ambalo ulikuwa ukiliavoid, ulikuwa ukilikimbia, lakini Mwenyezi Mungu anasema wajaat sakaratul maut bil haqq, yani kwa haki, annaka tamut, kwa haki kwamba wewe utafariki, wa anna Allaha huwa hayyun la yamut, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mzima ambaye hatofariki. Hii ni haki. Wajaat sakaratul maut bil haqq, kwa haki, annaka itakapofika kifo, tara imma malaikata rahma wa imma malaikata al'adhab. Ni haki kwamba itakapokuja hiyo sakaratul mauti, wewe utaona, kama utakuwa ni mtu mzuri, utawaona malaika wa rehma, bidhul wujuh, malaika ambao watakuwa na sura nyeupe, wenye kumeremeta, watakupokea kwa furaha kabisa. Ni haki. Na ima utaona malaika wa adhabu ndio watakufikia, ambao watakuwa ni sudul wujuh, watakuwa na sura nyeusi yenye kutisha. Hii ni haki. Wajaat sakaratul maut bil haqq, wajaat sakaratul maut bil haqqi, ni haki ndugu yangu. Utakapoteremshwa katika kabri, ima hiyo kaburi yako itakuwa ni rawdatan min riyadil janna au itakuwa ni hufratan min hufri niran. Kaburi itakuwa ima ni viwanja vizuri katika viwanja vya pepo, au kaburi itakuwa ni mashimo mabaya yenye kutisha katika mashimo ya moto wa jahannam. Hii ni haki. Wajaat sakaratul maut bil haqq. Mwenyezi Mungu anaendelea nasema dhalika ma kunta minhu tahid. Hii kifo ndio jambo ambalo kunta minhu tahid, yani tahrub, ulikuwa ukikimbia, tabtaid anhu, ulikuwa ukiavoid. Dhalika ma kunta minhu tahid. Na ndio maana unakuta watu walikuwa wakikiavoid kifo. Namna gani? Watu walikuwa wakikimbia kwa madaktari wanapokuwa wakiumwa. Anakimbia kwa daktari ili atunzwe, asije akafariki, ana avoid asifariki. Dhalika ma kunta minhu tahid. Watu walikuwa wakikimbia kwa madaktari kuavoid wasifariki. Watu walikuwa wakikimbilia chakula. Pindi unaposikia njaa, basi mtu anakimbilia kwenye chakula ili asije kafariki, anabidi ale ili asije kafariki. Dhalika ma kunta minhu tahid. Watu walikuwa wakikimbilia maji pindi walipokuwa wakihisi, walipokuwa wanasikia kiu, walikuwa wakikimbilia ili wanye maji, kwa sababu kiu kisije kikawaua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia tulikuwa tukikimbilia mambo ya kuachana ili tusije tukafariki, tulikuwa tukiavoid kifo. Dhalika ma kunta minhu tahid. Baada ya kukimbia kwako kote, baada ya kukimbilia daktari, baada ya kukimbilia chakula, baada ya kukimbilia nani maji, mwisho wake thumma madha, mwisho wake ilikuwa vipi? Unakunywa maji usifariki,
unakula usifariki, unakimbia kwa daktari wa kutunza usifariki. Mwisho wake ilikuwa ni nini? Thumma madha, mwisho wake ilikuwa ni nini? Ayuha alqawi alfatih, ewe mwenye nguvu, mwisho wako ilikuwa ni nini? Baada ya kukimbia mwisho ilikuwa ni nini? Ayuha aldhakiyu alabqari, ewe mwenye mwenye kuwa na akili, intelligent person, mwisho wako ilikuwa ni nini baada ya kukimbia kote huko? Ayuha alwazir, ewe waziri. Ayuha alamir, ewe kiongozi. Ayuha alghani, ayuha alfaqir, ewe mtajiri, ewe maskini, mwisho ilikuwa ni nini baada ya kukimbia kwako? Ayuha alalim, ayuha aljahil, ewe mjuzi, ewe yule ambaye haujui, mwisho ulikuwa ni nini baada ya kukimbia kwako? Mwisho ilikuwa ni nini? Mwisho ilikuwa ni kufa. Kullu bakin sayubka, kila yule ambaye mwenye kulia leo, namlilia ndugu yako amefariki, lakini ipo siku na wewe watakulilia watu. Kullu madhkurin sayunsa, kila yule ambaye mwenye kutajwa leo, bwana fulani, bwana mheshimiwa fulani, ipo siku watu watakusahau. Wa kullu mawjudin sayafna, na kila yule ambaye ni mzima, kila yule ambaye ni mzima, ipo siku ambaye atafariki, na pekee ambaye atakayebaki mzima, pekee atakayebaki mzima ni jalla jalaluhu Allah, malikul mulk, al-azizul hakim, al-jabbar, pekee yake ndio atakayesalia mzima, Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu tunaghafilika, pamoja kuwa tunajua kwamba kifo ni haki, lakini watu wanaghafilika kila siku. Ya ibn Adam, ewe ibn Adam, kam yaraka Allahu asiya, ni mara ngapi Mwenyezi Mungu anakuona ukimwasi? Mara ngapi Mungu anakuona, anakutazama ukimwasi? Nasita liqa Allah, unasahau siku ambao utakutana na Mwenyezi Mungu. Nasita liqa Allah wallahda wathara, hivi unasahau siku utakutana na Mwenyezi Mungu? Unasahau siku ambao utawekwa katika kabri? Hivi unasahau siku ambao utamwangiliwa udongo katika kabri? Unasahau hiyo siku? Unaghafilika kitu gani? Hivi unasahau? Anasita liqa Allah, anasita lahda, anasita thara, anasita yawman abusan. Hivi unasahau siku ambao, siku ya kukunja sura? Unasahau hiyo siku ya kukunja sura, siku ya kiyama, siku ambayo yashibu, imvi itatoka watu vichwani. Hivi unasahau hiyo siku? Kwa nini uko ghafil na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Wallahi hii ni hakika ambayo kila mmoja anajua, lakini kwa bahati mbaya watu wengi wanaghafilika kwayo. Wallahi tujitahidi tukae katika mustari, tukae katika taqwa. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, ikiwa mtu hajavaa vazi la uchamungu, bimaana haujajipamba na uchamungu, unafanya yale ambayo Mungu anataka na una avoid, unaepukana na yale ambayo Mungu hayataki. Kama hauvai vazi la uchamungu, taqallaba uriyana walau kana kasia, utakuwa ukizunguka wewe, madamu wewe hujajipamba na uchamungu, wewe hujavaa mavazi, hata kama utaonekana kama umevaa mavazi. Vazi bora ya kujipamba nayo, ya kujiandaa nayo, siku ya kukutana na Allah, siku ya kukutana na Mwenyezi Mungu, hiyo siku ya kukunja sura, yawman abusa. Vazi bora ni kujipamba na vazi la uchamungu. Wallahi hata kama tutaishi vipi, lazima itafika siku ambayo tutafariki. Angekuwa kudumu angelikuwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa nini na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Aliambiwa kwamba hakika kila nafsi itaonja mauti. Aliambiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya kwamba afa imitta fahumul khalidun, hivi ikiwa kama wewe Muhammad utafariki, hivi wao ndio watakaoishi milele? Ikiwa wewe ndio mbora hapa duniani, wewe ndio mbora akhera, wewe ndio mbora katika janna, ikiwa kama afa imitta fahumul khalidun, ikiwa kama wewe Muhammad utafariki, hivi wao ndio watadumu milele? Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi lazima itaonja mauti. Kullu man 'alayha fan, kila kilioko katika uso wa ardhi lazima kitaondoka, kitaisha siku moja.
Kwa hiyo almuhimu ni kwamba watu tufanye maandalizi, kwa sababu almautu haqqun, maut ni haki. Tufanye maandalizi, na ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia kuhusiana na mambo ya maut, anatuambia akthiru min dhikri hadhihi alladhat, kithirisheni sana kutaja jambo ambalo lenye kukata ladha, lenye kukata ladha na testi ya haya maisha ya dunia. Tukithirisha kulitaja hilo jambo ambalo ni kifo. Na kutaja hapa tusije tukaelewa vibaya. Usifikiri kutaja ni kusema bana amjui jamani fulani kafariki bwana. Sio hivyo. Adhikru hapo Mtume anakusudia ni kwamba anasta'idda lilmaut, tujiandae kwa sababu ya maut. An'amala lilmaut, tufanye matendo ambayo itatusaidia sisi baada ya kufa. Hii ndio Mtume anatuambia, kumbukeni kifo, kuikumbuka mnamna kama hii, sio kuisema tu bwana fulani kafariki bwana mjui. Hapana, bali tujiandae hiyo siku ambayo na sitofariki tukutane na Mwenyezi Mungu katika sura ya mzuri. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ilikuwa kidogo mukaddima. Sasa tunakuja kwenye pointi ambayo tuliahidi. Tulisema ya kwamba leo hii tutazungumzia ahkam aljanais, hukumu, sheria kuhusiana na maisha yote mzima, bimaana kuanzia pale unatafuta kufariki mpaka kuzikwa. Kwa hiyo nitagusia kidogo kidogo, kisha mengineyo tutaendelea baadaye yale ambayo yatakaobaki insha Allah. Jambo la kwanza, hukumu ya kwanza ambayo lazima tuijue, ewe mtazamaji, lazima tuijue, ni muhimu kujua ahkam kuhusiana na kifo, adabu ambazo inabidi tuzifanye kuhusiana na kifo, linanala al-ajra wa thawab, ili tuweze kupata ujira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ili tuweze kupata thawabu mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la kwanza, mtu anapokuwa yani ma yajibu ala almarid, yule ambaye mambo ambayo ni lazima kwa yule mgonjwa ambaye anatafuta kufariki, ndio pointi ya kwanza tunaanza nayo. Mambo ambayo ni lazima kwa yule mgonjwa ambaye anatafuta kufariki. Jambo la kwanza ambalo ni lazima kwake, an yarda bi qada'i Allah wa yasbira ala qadarihi wa yuhsinu dhannan bi rabbih, dhalika khairul lahu. Jambo la kwanza ambalo ni lazima kwa mgonjwa ambaye anatafuta kufariki ni kwamba nabidi aridhie mipangilio yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na afanye subira katika qadara yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na akuwe na husnu dhanni billah. Aridhie, akuwe content na mipango yake Allah. Na ndio maana kwenye hadithi bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, anasema ajaban li amri almu'min, ni maajabu sana mambo ya mu'min, mambo yake yote ni mazuri. Akipatwa na sarra, akipatwa na mambo ya kufurahisha, mambo mazuri, basi shakara, huwa anashukuru, na kule kushukuru ndio khairi kwake. Na akipatwa na madhara, sabara, huwa anasubiri, na kule kusubiri ndio khairi kwake. Kwa hiyo kumbe basi jambo la kwanza ambalo ni lazima, ma yajibu ala almarid, jambo la kwanza ambalo ni lazima, ni obligatoire kwa yule mgonjwa ambaye anatafuta kufariki, jambo la kwanza aridhie na qadar, aridhie na qada, na asubiri kwenye qadara yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na akuwe anamfikiria Mwenyezi Mungu vizuri, wa an yuhsina dhannan bi rabbih, amfikirie Mwenyezi Mungu vizuri. Yani usikae pale unatafuta kufariki unaanza kufikiria kwamba hapa Mungu akinishika adhabu ambayo atakoniadhibu. Usifikiri vile, bali unapokuwa kwenye sakaratul maut wewe mfikiria kwamba Mungu atanisamehe insha Allah. Umfikirie Mwenyezi Mungu vizuri. Na ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukataza katika hadithi, anatuambia, anasema ya kwamba la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannan billah, asifariki mmoja wenu isipokuwa afariki katika hali ambayo atakuwa anamfikiria Mwenyezi Mungu khairi, anamfikiria Mwenyezi Mungu vizuri. Hivi ndivyo mtu mwenye kufariki inabidi awe na husnu dhanni billah. Na jambo lingine tusisahau, yule mwenye kufariki inabidi akuwe baina al-khawf wal-raja, pamoja kuwa atakuwa na husnu dhanni billah, atamfikiria Mwenyezi Mungu vizuri, lakini awe a balance, awe na uoga, na vile vile awe na matarajio kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini matarajio ndio ya dominate ule uoga wake. Awe na hofu, awe na uoga, na vile vile awe na hiyo
rajaa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii rajaa, hii matarajio kwa Mwenyezi Mungu ndio husnu billahi, husnu dhanni billahi, na ndio inabidi idominate katika fikra yake. Kwa hiyo akiwa iko hivi inshallah itakuwa ni khairi kwake. Angalia hadithi ambao bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hadithi ambao akhrajahu Tirmidhi, anatuambia bwana Mtume kwamba anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala shabin wa huwa bil maut. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliingia kwa kijana fulani ambaye alikuwa yuko anatafuta kufariki. Mtume alipoingia, faqala, Mtume akamwambia, kaifa tajiduk, vipi unajikuta vipi, hali yako vipi, unahisi vipi? Kijana huyu akamjibu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, qala wallahi ya Rasulullah inni arju Allah wa inni akhafu dhunubi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali yangu ninavyojihisi sasa hivi, arju Allah, niko na raja, niko na matarajio kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu atanipokea, atanisamehe, atanipokea vizuri, lakini at the same time akhafu dhunubi, na hofia madhambi yangu ambayo nishamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Alipozungumza hivi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawtin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposikia ile majibu, Bwana Mtume akasema kwamba haya majibu yanakuwa hayajumuike, yanakuwa hayakusanyiki kwa mtu kwenye kipindi kama hichi ambacho mtu anatafuta kufariki, isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atampa kile ambacho anachokitarajia, na Mwenyezi Mungu atamwepusha na kile ambacho anachokiogopa. Kwa hiyo haya ni katika baadhi ya mambo ambayo ni lazima kwa mtu ambaye ni mgonjwa. Bimaana, narudia tena kwa haraka, awe anaridhia kadhaa yake Allah, asubiri katika kadara yake Mwenyezi Mungu, awe anamfikiria Mwenyezi Mungu vizuri, husnu dhanni billah, na vile vile awe na hofu na awe na rajaa. Kwa sababu yakijumuika haya mambo mawili, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba Mungu atakupa unachokitarajia na Mungu atakuhifadhi na kile ambacho unachokihofia. Katika mambo mengineyo ambayo ni lazima kwa huyu mwenye kufariki, asitamani kifo. Hata kama ugonjwa umempiga kiasi gani, asitamani basi nifariki, hata kufariki basi nimeteswa vibaya sana, asitamani kifo. Tunakatazwa, tunaambiwa kwamba la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu, mmoja wenu asitamani kifo kwa sababu ya madhara ambayo yanakufikia. Yani upo kwenye shida, kwenye ugonjwa, basi unatamani nifariki. Mtume anakukataza usitamani. Na ikiwa kama huna choice, basi omba hii dua, Allahumma, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah ahyini, Mwenyezi Mungu ni ahyini in kanat alhayatu khayran li, Mwenyezi Mungu nifanye basi niishi, ikiwa kama kuishi itakuwa ni khairi kwangu, basi niendeleze maisha, niendelee kuishi, na unifishe, watawaffani in kanat alwafatu khayran li, na ikiwa kama kufa ndio khairi kwangu, basi Mwenyezi Mungu nakuomba unifishe. Kwa hiyo kumbe unaambiwa na bwana Mtume katika mambo ambayo ni lazima kwako wewe ambao unatafuta kufariki, usitamani kufa kwa duleri yoyote hiyo ambayo unaifikia. Ikiwa huna choice, omba hii dua ambayo tunatoka kuisema sasa hivi. Kwa hiyo navuka hapo kwenye pointi ya kwanza. Haya yalikuwa ni baadhi ya mambo ambayo ni lazima kwa yule ambaye anatafuta aondoke katika dunia. Hebu tukuje kwenye pointi ya pili. Pointi ya pili ambayo tunatafuta kuzungumzia ni talqinul muhtadhir, kumlakinisha yule ambaye anatafuta kufariki. Hii ndio pointi ya pili. Pointi ya kwanza ni yeye mwenyewe ambaye ni mgonjwa. Pointi ya pili ni talqin. Tunatafuta tuzungumzie pointi ya pili ambayo ni talqin. Talqin ni nini? Talqin ni kumwambia yule ambaye anatafuta kufariki, jamaa zake, kumkumbusha aseme la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha, kabla ya kufariki anakumbushwa la ilaha illa Allah. Hii ndio talqin. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia anasema, laqinu mautakum la ilaha illa Allah, kumbusheni mauti wenu watamke la ilaha illa Allah, kwa sababu yule ambaye man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye maneno yake ya mwisho ambao ameondoka nao katika dunia ikiwa ni kusema la ilaha illa Allah, abshira, ataingia katika janna yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo inabidi tuwafanyie wale ambao tunaona kwamba wanatafuta kuondoka kwenda akhera. Inabidi tuambie semeni la ilaha illa Allah. Sio tu question ya kukaa pembeni yake tunasema la ilaha illa Allah, bali tumwambie talqin, sema la ilaha illa Allah.
Na akishamaliza kusema mara moja, basi tusimshughulishe tena na mambo ya kidunia, tumwache hata kama itapita muda, madamu hii ndio ilikuwa neno lake la mwisho kulitamka katika dunia, basi mashaallah, mabruk, basi ataingia katika janna. Hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia katika hadithi hii. Kwa hiyo jambo la kwanza, jambo la pili ni kumfanyia talqini maiti. Na jambo lingine katika talqini ni kwamba ndugu wa maiti tukae karibu na yule ambaye anatafuta kufariki, na tukikaa karibu naye tutadharra kwa Mwenyezi Mungu, tunyenyekee mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombee dua, ya Rabbi umthibitishe atoke na imani. Tumuombee dua, tusikae pale karibu na yule ambaye anatafuta kufariki tukaanza historia za kidunia, mara tunabeba mambo ya mpira, mara tunabeba mambo fulani ya upuuzi. Hapana, tunapoona ndugu yetu anatafuta kufariki, tukae karibu naye, tumwambie aseme la ilaha illallah, na sisi tukae karibu naye huku tukimwombea dua kwa Allah, ya Rabbi msaidie, ya Rabbi asitoke bila kusema la ilaha illallah, atoke huku radhi naye, tukie kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo navuka hapo kwenye pointi ya pili. Pointi ya kwanza tulizungumzia yule mgonjwa ambaye anatafuta kufariki. Pointi ya pili tunazungumzia talqin na kumwombea nini? Dua huyo ambaye anatafuta kufariki. Tunakuja kwenye pointi ya tatu, ma ala alhadirina ba'da mauti. Ni mambo gani ambayo inabidi afanyiwe maiti? Ni mambo gani inabidi afanyiwe kwa hao ndugu zake ambao walikuwa wamekaa karibu pale? Mambo gani inabidi tumfanyia baada ya kufariki? Mashaallah, kwa yale ambayo tulimfanyia kabla ya kufariki, tulimkumbusha aseme la ilaha illallah, tulimwombea dua. Lakini sasa baada ya kufariki inabidi tumfanyie mambo gani? Jambo la kwanza ni kwamba an yughmidu aynayhi, inabidi ndugu zake wamfunge macho, kwa sababu maiti anapokuwa anafariki huwa anafariki macho na fanji yanabakia wazi, kutokana na hadithi ambayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliingia kwa Abi Salama. Abi Salama alikuwa anatafuta kufariki, Mtume akaingia. Alipoingia bwana Mtume, wakad shaqqa basarahu, macho yake yamebakia wazi hivi. Mtume alipoingia, fa aghmadahu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamfunga Abi Salama macho yake. Thumma qala, kisha Mtume akasema, inna ruha idha qubida tabi'ahu albasar. Mtume akasema kwamba hakika roho inapochukuliwa, roho inapotolewa, inapopanda, basi macho huwa inaifuata hiyo roho. Mtume alipozungumza hadithi kama hiyo, basi fadajja nasu min ahlihi, watu wakapiga kelele, watu wakalia katika familia ya huyu Abi Salama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba la tad'u ala anfusikum illa khaira, msijiombee katika nafsi zenu na huyu maiti isipokuwa muombeeni kitu amani kizuri, kitu cha khairi. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe akaonyesha mfano, akasema, Allahumma ighfir li Abi Salama, Mwenyezi Mungu msamehe Abi Salama ya Rabbi, msamehe Abi Salama, Allahumma ighfir li Abi Salama. Na dua inafanya inaendelea. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo inabidi ndugu wa maiti wamfanyie maiti wao, au wale ambao watakaokuwa karibu ya yule ambaye mwenye kufariki, jambo inabidi amfanyie ni kumfunga macho yake anapokuwa amefariki. Na jambo lingine ni kwamba baada ya kufungwa macho huyu ambaye anafariki, inabidi afinikwe mwili wake. Ni kwamba anafinikwa, atashuka moja ambayo iko pale, anafinikwa mwili wake wote mzima, kwa sababu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofariki, masahaba walikuwa wamemfinika mwili wake wote mzima, isipokuwa yule ambaye atakayekuwa ni haji akifariki asifinikwe kwenye uso, na yule mwenye kuwa katika umra akifariki asifinikwe kwenye uso, kwa sababu yule atafufuliwa mulabbiyan yawm alqiyama, atafufuliwa huku yeye anafanya talbia, labbaik allahumma labbaik, nimekuitikia Mwenyezi Mungu, nimekuitikia tena, labbaik wa sa'adaik. Kwa hiyo yule ambaye atakuwa ni haji ndio asifinikwe mwili wote, asifinikwe kichwa, na yule ambaye anafanya umra. Lakini asiyekuwa yule inabidi afinikwe mwili wote mzima, kama vile alivyofinikwa Nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo navuka kwenye ile pointi ndugu zangu, na kuja kwenye pointi nyingine. Pointi nyingine ni kwamba ni mambo gani ambayo ma yajuzu lilhadirina wa ghairihim, wale watakaohudhuria hiyo sehemu, ni mambo gani ambayo inajuzu kwao kufanya. Watu ambao wameshafika, maiti ndio yule kwa pale hivi, ni mambo gani ambayo iko permis, it's permissible for them to do, ni mambo gani ambayo inaruhusiwa kwa wale ambao watakaokuwa present pale kuyafanya. Jambo la katika mambo yanaruhusiwa
yajuzu lahum kashfu wajhi almayit, inaruhusiwa kufungua, sio amefinikwa, inaruhusiwa wanaweza wakamfungua. Wa taqbiluhu, inaruhusiwa pia kumbusu, inaruhusiwa kumbusu, na inaruhusiwa pia kulia. Tuangalie hadithi ya bwana mtume Muhammad alipokuja anakuta bwana mtume amefariki. Abubakar alifanyaje? Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alipofika anakuta mtume amefariki. Abubakar Siddiq akakuta Umar ashachanganikiwa. Umar yuko naambia watu kwamba man qala mata Muhammadun adribu unuqa, atakayesema nabii Muhammad amefariki nitamkata kichwa. Nabii hajafariki. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amejielekeza kuongea na Mwenyezi Mungu kama vile Musa na nabii Musa alayhi salam alivyoenda kuongea na Mungu, kisha nabii Muhammad atarudi, na mtume akirudi tutawaua wanafiki wote wenye kusema mtume amefariki. Umar kachanganikiwa Umar. Kwenye kile kipindi cha kuchanganyikiwa Umar, akawa amefika Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akaingia nyumbani ndani ya shamra ya binti yake bibi Aisha. Alivyoingia mtume alikuwa amefinikwa. Bwana mtume akafungua uso wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqabbalahu baina ainaihi, akambusu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamkumbatia bwana mtume, akalia Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo kumbe basi mambo ambayo inaruhusiwa mtu kumfanyia, yani kufanya kwa yule ambaye amefariki, inaruhusiwa. Unaweza kumfungua, waweza ukalia, waweza ukambusu. Na ndio vile hata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilia pindi mtoto wake Ibrahim alipofariki. Alilia bwana mtume, machozi yalimtoka mpaka akasema innal aina la tadma, hakika macho yanalia, wa innal qalba la yahzan, na roho inasikitika, lakini wala nakulu illa ma yurdi rabbuna, wala hatutosema isipokuwa yale, tutasema yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo yaweza yakafanyika yakafanywa na wale ambao wamehudhuria, yule ambaye wamehudhuria mbele ya yule ambaye amefariki. Navuka kwenye hiyo point, narudia ili tusisahau. Jambo la kwanza ilikuwa ni jambo ambalo ni lazima kwa yule ambaye mwenye kutafuta kufariki. Tumezungumzia point ya kwanza. Jambo la pili, mtu akitaka kufariki, wale jamaa ambao watakuwa karibu lazima mlakinishe shahada, wamuombee dua. Jambo la tatu tukazungumzia ni kwamba mambo ambayo watu wanaweza wakayafanya baada ya mtu kufariki. Ile ilikuwa ni point yetu ya tatu. Tukazungumza kwamba lazima mfunge macho, wamfinike mwili wake wote mzima. Jambo lingine ni kwamba mambo ambayo it's permissible, mambo ambayo yanaruhusiwa mtu kuyafanya pindi mtu amekufa. Waweza ukamfungua kama amefinikwa, ukamtazama, waweza ukambusu, waweza ukalia, kwa sababu mtu mmezoeshana naye, mtu ni rafiki yako, ni ndugu yako, ni kipenzi chako. Nafsi hii inaweza ikasikitika ukalia. Kwa hiyo navuka hapo na kuja kwenye pointi nyingine. Pointi nyingine ni kwamba huyu ndugu yetu ambaye kafariki, tutajuaje kwamba kapata husnul khatima? Tutajuaje kwamba amepata kifo kizuri? Namna gani tutajua? Tutajua kupitia haya yafuatayo. Jambo la kwanza ni kwamba tutajua kwamba kapata kifo kizuri kupitia kama alisema la ilaha illa Allah kabla ya kufariki. Kwa sababu mtume anatuambia man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, yule ambaye maneno yake ya mwisho ni kusema la ilaha illa Allah ataingia katika janna. Hii ni point ya kwanza. Point ya pili, tutajuaje kama amepata husnul khatima? Ni kama amefariki na huku jasho, yani mautu birashhil jabin, mtu anafariki na huku jasho namtoka katika paji lake la uso. Naona mtu amekufa lakini jasho namtoka. Hii ni katika alama nzuri. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi ambayo anasema kwamba almu'min yamutu bi'araqil jabin. Mu'min anafariki bi'araqil jabin, jasho namtoka katika paji lake la uso. Amefanya kazi, amesali, aliinuka, alitoa zaka, alifanya hiki, alifanya kile, ametumika kazi. Angalia sasa hivi anafariki. Almu'min yamutu bi'araqil jabin, mu'min anafariki na araq inamtoka. Mashallah, istarih al'an, pumzika sasa. Kwa hiyo hii ni alama ambayo inaonyesha kwamba huyu mtu amepata husnul khatima. Na ndio maana ukiangalia katika hadithi ambayo tunaambiwa kwamba annahu kana, kuna huyu sahaba bwana mtume anaitwa Buraida, annahu kana bi Kharasan, alikuwa sehemu inaitwa Kharasan. Faada akhan lahu wa huwa marid, akina akamtembelea ndugu yake mmoja kwa anaumwa, fawajadahu bil maut,
akamkuta kwamba ashafariki. Wa idha huwa bi'araq al-jabin, akamkuta huyo ndugu yake jasho linamtoka kwenye paji la uso. Faqala Allahu akbar, alipoona ndugu yake jasho linamtoka akapiga takbir, akasema Allahu akbar, kisha akasema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema mautul mu'min bi'araq al-jabin, yani kifo cha mu'min huwa anafariki na huku jasho linamtoka, ameshatumika, amechoka, mashaallah, istarih al'an. Kwa hiyo ni alama ambayo inaonyesha kwamba mtu alipata husnul khatima. Jambo la kwanza kama alisema shahada, jambo la pili akifariki katika yani araqul jabin, na jambo lingine ni kama amefariki wa huwa ya'malu amalan saliha, unafariki hali ya kuwa unafanya matendo mazuri. Mathalan unafariki huku unasoma Qur'an, mashaallah, husnul khatima. Unafariki huku unasali, husnul khatima, mashaallah. Au unafariki huku unaenda kumtembelea ndugu yako kwa sababu yake Mwenyezi Mungu, mashaallah, husnul khatima. Unafariki unafanya amali yoyote nzuri, ni alama ambayo inaonyesha kwamba umepata kifo kizuri. Na vile vile katika alama ambayo inaonyesha kwamba mtu anapata kifo kizuri ni kama mautun fi sabilillah, ni kama mtu anafariki katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, imma katika jihad fi sabilillah au ipo anafanya amali yote fi sabilillah. Akifariki katika hali kama hiyo ni alama ambayo inaonyesha kwamba amepata husnul khatima. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, navuka kwenye hiyo point, alama ambayo zitatujulisha sisi tujue kwamba huyu amepata kifo kizuri au hakupata kifo kizuri. Aya, alama ndio hizo ambazo tunatoka kuzitaja ambazo zinaonyesha kwamba mtu kapata kifo kizuri. Sasa tunakuja kwenye pointi nyingine. Pointi nyingine ni kwamba mtu akishafariki kunakuwa kutangaza, bane, jamaa fulani kafariki. Inaruhusiwa katika Uislamu kuwapa watu taarifa, bana, jamaa kafariki, fulani mtu tulikuwa tuko naye kafariki. Inaruhusiwa kwa sababu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya alipokufa Najashi. Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwatangazia maswahaba na kuambia kwamba hamna taarifa bwana, Najashi amefariki. Kisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamsalia Najashi. Kwa hiyo kumbe baada ya mtu kufariki yaweza ikatangazwa, lakini isiwe katika ghurur, isiwe katika yani bana mtu sio mtu kawaida bwana huyu. Yani itangazo ili watu wajue, wahudhurie kwa wingi katika kumsalia, lakini isiwe katika ghururi fulani hivi. Hiyo itakuwa tena hairuhusiwe. Kwa hiyo hii ni katika mambo ambayo inabidi pia tujue kuhusiana na ahkamul janaiz. Kisha tunatoka pale, tunakuja kwenye pointi nyingine, ni pointi sasa ya ghaslul mayyit, kumkosha yule ambaye aliyefariki. Kumkosha yule ambaye kafariki. Ni lazima Muislamu anapofariki akoshwe kupitia amri ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema kwamba irsiluhu bima'in wa sidrin. Yani mtu anapofariki, angalia mtume anasema irsiluhu bima'in wa sidrin, yani tumkoshe yule maiti ambaye anafariki kwa kutumikisha maji na sidri. Yani sidri kama vile majani fulani ambayo yanatoka kama vile povu, sabuni. Kwa hiyo kwa muda wetu unaweza kaoshwa kwa sabuni au kwa ile maji yote ambayo tunaweza tukatumikisha kama kumwoshea nayo. Kwa hiyo bwana mtume alitoa amri irsiluhu. Kwa hiyo ni amri, lazima mtu amekufariki aoshwe. Na arrijalu birrijal, wanaume watawaosha wale ambao ni wanaume wenzao. Wanisau binnisa, na wanawake watawakosha wale ambao ni wanawake wenzao. Lakini kuko exception kidogo. Exception yenyewe ni kwamba mume anaweza akamkosha mke wake, na mke pia anaweza kumosha mume wake. Hao ndio wanasiri, wanajuana vizuri sana. Kwa hiyo ni exception, kwa sababu hata Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu alikuwa amehusiwa kama aoshwe, alikuwa amehusia kabla ya kufariki aoshwe na mke wake. Kwa hiyo ni kiasi gani hizi ahkam ni muhimu, lazima tuijue namna gani ya kuosha maiti. Wanawake inabidi wajue na wanaume pia inabidi wajue, kwa sababu inawezekana kama ukamosha mume wako, na inawezekana mke hizi ni exception, sio ajnabia kwamba wewe mwanaume ukamoshe mwanamke mwingine ajnabia. La, inaweza kuwa ni mambo ya maiti kisha mambo karibika tena. Kwa hiyo inabidi arrijalu birrijal, wanaume kwa wanaume waoshane na wanawake kwa wanawake waoshane. Na exception ni kwamba mume anaweza akamosha mke wake na mke anaweza akamosha mume wake. Lakini namna gani ya kumosha maiti lazima ni jambo muhimu, lazima tulijue. Inaweza katokea wewe na rafiki yako tu, wewe na ndugu yako tu. Sasa lazima ujue namna gani ya kumosha maiti. Namna ya kumosha maiti in general, ili maana naona dakika zangu za khutba inaanza kuwa mrefu, na ninaona dakika inaweza kuniambia kwamba ya Idris,
mambo mengine endelea baadaye. Kwa hiyo inshallah tutajaribu kuelezea, tuguse kwa haraka ili tuweze kusimama katika hotuba yetu ya leo. Namna gani ya kumosha maiti? In general ni kwamba maiti inabidi mwili wake wote mzima ushike maji. Yani in general mwili ushike maji. Lakini ni kwamba utamuosha yule maiti, jambo la kwanza inabidi anasafishwa vizuri. Uchafu ukitoka anakoshwa hiyo sehemu ya uchafu. Na ndio maana kutaka kwa misikiti yetu kunakuwa huko sehemu moja inakuwa ni ya kumkoshea maiti, kuna tundu chini. In case uchafu ukitoka anakoshwa ule uchafu. Kisha anashikishwa udhu kama udhu wa swala. Yani hivyo mtu anapokuwa mzima na ushika udhu, unaanza kwa mikono, atashikishwa sasa hiyo mikono. Maji kwenye pua, ataingizwa, atasafishwa kwenye kinywa. Kisha baada ya pale ataoshwa uso vile vile tunavyoshika udhu. Kisha ataoshwa mkono wa kulia, ataoshwa mara 3 hivi hivi tunavyoshika udhu. Mkono wa kushoto mara 3, atapanguswa kwenye kichwa na ataingizwa mikono kwenye masikio hivi hivi tunavyoshika udhu tunavyokuwa wazima. Na vile vile itaoshwa miguu, itaanzwa mguu wa kulia, mguu wa kushoto. Akiisha kushikishwa udhu, kisha sasa ndio ataanza kumwagiliwa maji kwenye mayami upande wa kulia, kisha upande wa kushoto, kisha mwili wote mzima. Hivi ndivyo maiti anavokoshwa. Kwa hiyo inshallah naomba kila mmoja mwenye kunitazama ajifunze namna gani ya kuosha maiti, kwa sababu you never know, unaweza kuwa sehemu ambao uko tu wewe na mwenzako, utafanyaje? Lazima kumuosha, ni lazima, kwa sababu na Mtume alisema ighsiluhu ni amri wal amru lilwujub, na amri Mtume anapoitoa inaonyesha ulazima, lazima mtu. Kwa hiyo inabidi kila Muislamu tujue namna gani ya kuosha wenzetu. Navuka hapo, baada ya mtu kukoshwa, kinachofuatia ni kuvikwa sanda. Baada ya mtu kukoshwa, kinachofuatia ni mtu inabidi avikwe sanda. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anazungumza katika hadithi hii, hadithi ambayo tulisema ighsiluhu bima'in wa sidrin. Hadithi inaendelea, Mtume anasema wakaffinuhu, na mvikeni sanda. Ni lazima mtu anapofariki avikwe sanda, kwa sababu ni amri ya Bwana Mtume. Anasema wakaffinuhu, na mvikeni sanda yule ambaye anayefariki, lazima avikwe sanda. Ndugu zangu Waislamu, na bora ya mavazi yawe meupe. Ndio maana sanda zetu huwa tunaziona kwamba sanda zetu zinakuwa ziko nyeupe. Na mavazi kwa mwanaume, sanda kwa mwanaume inakuwa ni 3. Bimaana kuna lifaf, ndio ile shuka mrefu mmoja tunatandika chini. Kisha kuna kamis, kisha kuna hiyo ambayo tunakuwa tunatoboa maiti, tutamuingiza hapo hivi, ndio kamis. Kisha kuna izar, kuna hiyo ambayo tunakuwa tukimfunika chini. Kwa hiyo tutamuingiza kwanza kwa ile yani kamis, yani tutatandika kwanza lifafu chini, ile shuka mrefu. Kisha itafuatia kamis, tutaingiza kichwa chake, tutatoboa, tunaingiza kichwa chake, tunamfunika vizuri na ile kamis, bimaana ile chemise ndio itakuwa ile juu.